Hapa ni Uhondo TV, mimi ni Fadhili Komba, nayo taarifa kutokea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kuhusu msamaha wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa wafungwa katika kuadhimisha miaka 64 ya uhuru wa Tanzania bara tarehe 9 Disemba mwaka 2025. Tarehe 9 Disemba mwaka 2025, taifa letu linaadhimisha miaka 64 ya uhuru wa Tanzania bara. Hili ni tukio muhimu na la kihistoria kwa taifa letu. Katika kuadhimisha sherehe hiyo, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametumia mamlaka aliyopewa chini ya ibara ya 45(1)(a) na D ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 kutoa msamaha kwa wafungwa kwa masharti yafuatayo. Wafungwa wote wenye sifa stahiki wapunguziwe 1/6 ya adhabu zao wanazotumikia hivi sasa baada ya punguzo la kawaida la 1/3 linalotolewa chini ya kifungu cha 49(1) cha Sheria ya Magereza sura ya 58. Wafungwa hao sharti wawe wametumikia kifungo cha kuanzia miaka 2 na kuendelea, ambapo wametumikia robo ya 1/4 ya adhabu zao gerezani, na wawe wameingia gerezani kabla ya tarehe 15 Oktoba mwaka 2025, isipokuwa wafungwa walioorodheshwa katika sharti la pili hadi 16. Wafungwa wagonjwa wenye magonjwa ya kudumu au sugu ambao wapo kwenye hatua ya mwisho, terminal stage. Ugonjwa na hatua hiyo ithibitishwe na jopo la waganga chini ya uwenyekiti wa mganga mkuu wa mkoa, mganga mkuu wa wilaya, isipokuwa wafungwa hao wasiwe wametenda makosa yanayoorodheshwa katika kipengele cha pili 1 hadi 16. Wafungwa wazee wenye umri wa miaka 70 au zaidi, umri huo uthibitishwe na jopo la waganga chini ya wenyekiti wa mganga mkuu wa mkoa, mganga mkuu wa wilaya, isipokuwa wafungwa hawa wasiwe wametenda makosa yaliyoorodheshwa katika kipengele cha pili 1 hadi 16. Wafungwa wa kike walioingia na ujauzito magerezani au wenye watoto wanaonyonya au wasionyonya waliohukumiwa kifungu cha mwaka 1 na kuendelea, isipokuwa wafungwa hao wasiwe wametenda makosa yaliyoorodheshwa katika kifungu cha pili 1 hadi 16. Wafungwa wenye ulemavu wa mwili na akili wasio na uwezo wa kufanya kazi, ulemavu huo uthibitishwe na jopo la waganga chini ya wenyekiti wa mganga mkuu wa mkoa, mganga mkuu wa wilaya, isipokuwa wafungwa hao wasiwe wametenda makosa yaliyoorodheshwa katika kipengele cha pili 1 hadi 16. Wafungwa waliohukumiwa adhabu ya kuwekwa kizuizini ambao wamekaa gerezani kuanzia miaka 10 au zaidi. Aidha, msamaha huo usiwahusishe wafungwa wafuatao: wafungwa waliotumikia vifungo vya nje na wale waliowahi kukiuka masharti chini ya sheria ya bodi za parole sura ya 400 na kurudishwa gerezani kutumikia adhabu zao, sheria ya huduma kwa jamii sura ya 291 na kanuni za kifungu cha nje. Wafungwa waliopatikana na hatia ya kuhukumiwa kifungo gerezani kwa makosa ya hujumu uchumi, matumizi mabaya madaraka, utakatishaji wa fedha, rushwa na usafirishaji au kujihusisha kwa namna yoyote ile na madawa ya kulevya ikiwemo bangi. Wafungwa waliopatikana na hatia na kuhukumiwa kifungo gerezani kwa makosa ya kujamiana, utekaji au wizi wa watoto, kupoka, kuwapa mimba wanafunzi au makosa yoyote yanayohusiana na ukatili dhidi ya watoto na kujihusisha kwa namna yoyote ile na biashara haramu ya binadamu. Wafungwa waliopatikana na hatia ya kuhukumiwa kifungo gerezani kwa makosa ya unyang'anyi, unyang'anyi kwa kutumia nguvu, unyang'anyi wa kutumia silaha, kumiliki silaha, risasi, milipuko au kujaribu kutenda makosa hayo.
Wafungwa waliopatikana na hatia ya kuhukumiwa kifungo gerezani kwa makosa ya kukutwa na viungo vya binadamu, wafungwa waliotumikia kifungo gerezani kwa makosa ya kujihusisha kwa namna yoyote ile na nyara za serikali, wafungwa waliotumikia kifungo gerezani kwa makosa ya wizi au ubadhirifu wa fedha za serikali, wafungwa waliotumikia kifungo gerezani kwa makosa ya kutoroka au kujaribu kutoroka chini ya ulinzi halali au kusaidia kutendeka kwa makosa hayo, wafungwa wenye makosa ya kujaribu kujiua au kuua watoto wachanga, wafungwa wenye makosa ya ugaidi, uharamia na makosa ya kimtandao, wafungwa wanaotumikia kifungo cha pili au warudiaji, wafungwa waliowahi kupata msamaha wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wafungwa waliotenda makosa ya kinidhamu gerezani ambao makosa hayo hayajatimiza miaka 3 mpaka kufikia tarehe 9 Disemba, wafungwa wa madeni, wafungwa waliopatikana na hatia ya mauaji au kuhukumiwa adhabu ya kifo, wafungwa wanaotumikia kifungo cha maisha gerezani. Wafungwa 1036 wamenufaika na msamaha huu, ambapo wafungwa 22 kati ya hao wameachiliwa huru leo tarehe 9 Disemba mwaka 2025 na wafungwa 1010 wamepunguziwa adhabu zao na watabaki gerezani na kuendelea kutumikia sehemu ya vifungo vilivyobaki. Ni matarajio ya serikali kuwa wafungwa walioachiliwa huru leo tarehe 9 Disemba mwaka 2025 watarejea tena katika jamii kushirikiana na wananchi wenzao katika ujenzi wa taifa letu, na kwamba watajiepusha kutenda makosa ili wasirejee tena gerezani. Imetolewa na George Simba Chawene, waziri wa mambo ya ndani ya nchi, tarehe 9 Disemba mwaka 2025.